Na China inaendelea na mradi mkubwa wa nishati safi katika mji wa Songyuan kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mradi huu utabadilisha kawi inayotokana na jua na upepo kuwa bidhaa kama vile hidrojeni na amonia ambazo zitatumika kama kawi safi isiyochafua mazingira. Kiwanda hiki kinatarajiwa kuanza kutumika mwishoni mwa mwaka huu na kitakuwa mojawapo ya miradi mikubwa ya kawi safi. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuanza kazi mwishoni mwa mwaka huu na kundi la kwanza la amonia safi, yani green ammonia, litaelekezwa kwenye matumizi ya mafuta ya meli za kimataifa. Mradi huu ni sehemu ya Songyuan Hydrogen Energy Industrial Park ya China Energy Engineering Group na unatumia mfumo wa umeme wa jua wenye uwezo wa megawati 50 pamoja na shamba la upepo lenye megawati 590 kuzalisha umeme unaobadilishwa kuwa amonia safi. Mradi wa Songyuan pia una kituo kikubwa zaidi duniani cha kuhifadhi hidrojeni chenye matangi 15, kila moja likiwa na uwezo sawa na ujazo wa maji wa mita za ujazo 2000. Matangi haya hutumika kama bwawa la akiba la kunyonya hidrojeni ya ziada wakati uzalishaji wa umeme wa upepo na jua unapokuwa juu, hivyo kuhakikisha upatikanaji wa malighafi ya kutosha ya kuzalisha amonia. Aidha, teknolojia ya flexible ammonia synthesis imetumika kwa mara ya kwanza hapa, ikiruhusu uzalishaji kubadilika kati ya 30% hadi 110 ya uwezo wa kawaida. Mhandisi mkuu wa Shanghai Electric Hydrogen Wu Liang anasema kwamba timu yake imeboresha teknolojia ya alkaline electrolyzing ili kuongeza kasi ya majibu ya mfumo na kutoa suluhisho jipya kwa uzalishaji wa hidrojeni safi. Mradi wa Songyuan unaendelea kurahisisha ubunifu na kupunguza gharama katika teknolojia ya hidrojeni nchini China. Kupungua kwa gharama hizi kunarahisisha matumizi ya amonia safi kama mafuta ya meli, jambo ambalo limeonekana hivi karibuni katika mji wa pwani wa Dalian, ambako shughuli ya kwanza duniani ya kujaza meli mafuta ya green ammonia imefanikiwa. Kwa sasa uzalishaji wa kawaida wa amonia duniani unazidi tani milioni 200 kwa mwaka, na China inachangia takriban theluthi moja ya uzalishaji huo. Na kadri teknolojia ya amonia safi inavyoendelea kukomaa na kuwa nafuu, wataalamu wanakadiria kwamba mahitaji yake yatazidi tani milioni 100 kufikia mwaka wa 2035. Sekta ya magari nchini China inaingia katika hatua mpya ya kasi ya kiteknolojia, huku matumizi ya akili mnemba na takwimu kubwa yakibadilisha mifumo ya uzalishaji na usambazaji, hatua inayopunguza muda wa kutengeneza magari mapya na kuibua vyanzo vipya vya ukuaji wa kiuchumi. Katika maonyesho ya kimataifa ya magari ya Guangzhou 2025 yanayoendelea, wataalamu wa sekta wamesema mageuzi haya yanazidi mipaka ya uhandisi wa kawaida. Sasa yanabadilisha jinsi magari yanavyobuniwa, yanavyozalishwa na hata jinsi watu wanavyoyatumia. Huko Shanghai, chama cha wazalishaji magari kimejenga mfumo maalum wa usalama wa data unaofanya kazi kama soko kuu la data kwa sekta ya magari. Mfumo huu unafungua vizuizi vya upatikanaji wa data katika mnyororo mzima wa ugavi, ukiunganisha watengenezaji magari, wazalishaji wa vipuri, taasisi za utafiti na makampuni ya bima kwenye jukwaa moja la kidijitali. Katika kituo cha majaribio ya upepo cha taasisi ya uhandisi wa magari ya China mjini Chongqing, wataalamu wameunganisha data nyingi za majaribio halisi ya upepo na data za uigaji wa kompyuta. Kupitia upangaji wa kitaalamu na uhifadhi uliosanifiwa, wameunda seti ya data ya ubora wa juu ambayo AI inaweza kuielewa na kuitumia moja kwa moja. Data hii inarahisisha mchakato wa utafiti wa ubunifu wa kampuni za magari na imepunguza karibu 20% ya muda wa kutengeneza mfano mpya wa gari. Tunakusanya zaidi ya data 17,000. Takwimu za msukumo wa upepo na kelele zimejumuisha viashiria vyote muhimu
kama nguvu inayoikumba bodi ya gari, mwelekeo wa hewa na kelele za ndani. Hii ndio seti kubwa zaidi ya data ya aerodynamics katika sekta ya magari kwa sasa, na inasaidia AI kukokotoa kwa usahihi msukumo na kelele za upepo, hivyo kuongeza ufanisi wa kampuni katika kubuni magari mapya.